wajumbe wa kamati za siasa za wilaya na mkoa wa Tabora, ndugu wajumbe wa halmashauri kuu ambayo imeboreshwa katika wilaya zote mbili. Kwanza ni wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kuwa kazi inaendelea, nataka niwape salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan. Nimemwaga katika ofisi yake ya Ikulu Magogoni tarehe 11, nikamwambia nakuja Tabora. Akaniambia nifikishe salamu zake rasmi kwa wananchi wa Tabora na nazianza kwa viongozi wa chama chake hapa. Wangapi mnapokea salamu? Baada ya salamu hizo, nataka kuwapa shukrani nyingi sana wote kwa mapokezi makubwa ambayo umenipa. Kwa kweli asanteni sana. Nimepokea vizuri airport, nimekuja kwa wingi, hall limeshuka, limejaa, na wengine wako nje, sina hakika kama wanatusikiliza. Lakini huu nao ni ushahidi kwamba hiki ni chama kikubwa, maana hakuna chama Tanzania kinaweza ikajaza ukumbi kama huu kwa viongozi peke yake. Hiki ndio chama peke yake kinaweza. Vingine labda walete wanachama wao tena wa nchi nzima ndio watajaa. Kwa hiyo nataka kuwapa habari njema kwamba nimekuja hapa kwa kazi mbalimbali, kuja kuona kazi zetu za maendeleo, za utekelezaji wa ilani, lakini zaidi ya utekelezaji wa ilani nimekuja kujenga chama chetu, ili chama chetu kijue na viongozi wake watembee kifua mbele kwamba ni viongozi wa chama kikubwa na kinachoheshimika katika Afrika na dunia. Wako watu hawatujui vizuri, wanadhani sisi ni chama kama chama chochote kingine. Sisi ni chama kilichojaa historia. Sisi ni Chama cha Mapinduzi. Siji hawaelewi hawa. Sisi ni Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kimerithi mikoba ya vyama vya ukombozi. Ni warithi halali wa mapinduzi ya Zanzibar na warithi halali wa uhuru wa Tanganyika. Kwa hiyo si chama cha kawaida. Wako watu katika Afrika na hasa nje ya Afrika wanauliza kwa nini CCM haifi kama vilivyokufa vyama vya KANU na UNIP ya Zambia, maana vilikuwa vyote vyama vya ukombozi. Hawaelewi siri yetu, na wala sio siri, ni nguvu yetu, kwamba chama chetu kina msingi ndani ya watu, ndani ya chama chenyewe. Kinaanzia kila nyumba 10. Hebu wa nyumba 10 hapa mnyoshe mkono. Mabaruzi. Hao ndio wanakishikilia chama hiki. Sisi ndio chama ambacho kila nyumba 10 kuna kiongozi. Kila wanachama wanaishi kwenye nyumba 10 kuna kiongozi. Hakuna chama cha namna hii. Wengine wamekuja kujifunza kwetu kufanya mabaruzi wa nyumba 10 wa serikali. Sisi ni wa Chama cha Mapinduzi. Na chama cha namna hiyo huwezi kukiua. Utakiua namna gani na wenyewe wako nyumba 10? Ndiyo maana ya nguvu yetu hiyo, na sio nguvu ya mchezo hata kidogo. Kwa hiyo wale wanaofikiri CCM itakufa watasubiri sana.
kwa sababu nguvu yake imejichimbia chini. Ni kama mbuyu. Kukata mbuyu huwezi kukata juu alafu ukafa, maana mizizi yake huwa inakwenda mbali kuliko pale ambapo mbuyu wenyewe ulipo. Hiyo ndio Chama cha Mapinduzi, kimejichimbia chini na mizizi yake imesambaa mpaka nyumba 10 ndio mizizi ya CCM. Kwa hiyo chama hiki ni kikubwa, na nyinyi viongozi wetu naomba mjivunie kuwa viongozi wa chama cha namna hii. Kwa watu wanabeza historia, wanasema miaka 60 CCM haijafanya kitu. Nimekuja kuwaomba muwasamehe, maana Wakristo wanasema Yesu alipokuwa anauawa kwenye msalaba alisema muwasamehe kwa sababu hawajui wanachofanya. Aliwaombea Wayahudi wenzake wasamehewe, maana hawakujua kwamba walikuwa wanamuua mwana wa Mungu. Na mimi nakuja kuwaomba muwasamehe wale hawajui wanachosema. Na nataka niyaseme hapa Tabora haya maneno, kwa sababu Tabora ina historia ya chama hiki. Tabora ndio ilifanya mkutano wa mwisho ambao ulifanya Tanganyika ikapata uhuru. Hapa Tabora. Nimemshukuru mkuu wa mkoa, lile eneo lilikuwa la serikali, amekabidhi CCM kuendeleza historia. Ni hapo ambapo amekabidhi hapo. Ndio mkutano wa mwaka 58 ulifanyika Tabora. Ndio mkutano ambao ulitegua kitendawili cha wakoloni ambao walitaka kuiua TANU kwa kuipa masharti kwamba iende kwenye kura, ikapige kura ya mzungu, muasia na Mwafrika, na wakijua ya kwamba TANU haitakubali, kwa hiyo itasambaratika. Mwalimu Julius Nyerere ambaye yeye mwenyewe ana historia kubwa ya Tabora